mkutano huu na maonyesho haya ya NADOC ya mwaka 2025 is now officially closed. Endwa kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na uchumi, mambo ya uchumi wa blue na kuona vivutio mbalimbali vya watalii. Nashukuru, mazingira ni mazuri na nimejifunza mambo mengi yanayohusiana na jamii. Kwa hiyo tumejifunza vitu mbalimbali, kiufupi tumefurahia, tumeenjoy na tumejifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na jamii. Katika dhana ya mafuta na gesi nimejifunza namna ya uchimbaji wa mafuta, wanatumia vifaa gani na wanakuwa wanachimba kwa muda gani, na wataalamu mbalimbali wameweza kuelezea kwa namna gani wanakutana na changamoto mbalimbali katika kufanya hizo shughuli zao. Nufaika nacho zaidi katika mkutano huu wa siku 3 ambao umeanza siku ya Ijumaa, Jumamosi na kumaliza siku ya leo Jumapili ni jinsi ya kutumia fursa. Vijana tunajisahau sana, hasa wanafunzi. Tunajisahau katika kutumia hizi fursa ambazo zinapatikana katika jamii zetu. Imagine hao vijana ambao wameanzisha hii event wamefikia hatua kubwa sana. Mafanikio yao ni makubwa na tunaendelea kuyaona. Hivyo ushauri wangu kwa vijana na wanafunzi wenzangu, tutumieni fursa vizuri. Tutumieni fursa inavyopaswa. Hakika fursa ni ajira tosheleza. Kupata taaluma, katika kupata taaluma mbalimbali kuhusu masuala ya blue economy kupitia zile 5 pillars ambazo kwamba zimejikita kwenye masuala ya blue economy. Nina furaha kushiriki kwenye conference hii kutokana na umuhimu wa aspekti mbalimbali ambazo kwamba nimezipata kupitia zile fursa ambazo kwamba vijana wenzetu wameziibua katika masuala ya petroleum, ya oil and petroleum. Kwa hiyo nitoe shukrani kwa vijana wenzetu juu ya kuweza kuzidisha kutoa mawazo ili kuweza kuhakikisha blue economy inakuwa katika ile hali ya good condition. Ushauri wangu ni kwamba zinapotokea fursa za kushiriki kwenye conference kama hizi wasiache kuja, ili kuweza kuona jinsi gani tunaweza cooperate vijana na kuweza tukapata idea kutoka kwa wenzetu na jinsi ya kuweza kushirikiana nao kwa ajili ya kuziona fursa mbalimbali ambazo kwamba tupo nazo katika nchi yetu.